Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa update mbalimbali kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanzie na huko Baraka ambako baba mmoja aliyejulikana kwa jina la RC wa takriban miaka 60 kuuawa kwa risasi na mkewe kubaki na majeraha makali ndio matokeo ya kitendo cha uvamizi kilichoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana usiku wa Jumapili ya tarehe 28 Septemba 2025 katika kata la Makampanya mjini Baraka. Kwa jambo hilo, shirika la raia katika mji wa Baraka limelaani vikali kitendo hicho. Hali ya usalama inaonekana kuzorota kila kuchao katika mji wa Baraka, hivyo ni kutokana na milio ya risasi ambayo kila mara inasikika na kupelekea raia wa jiji hili kuwa na wasiwasi mkubwa. Huzuni inatawala kwa familia kwa kumpoteza baba yao ambaye alikuwa kiongozi na mkuu wa familia yao. Bwana RC ambaye sasa ni marehemu alikuwa mtu muhimu sana tena tegemezi katika familia na ambaye alikuwa msaada kwa familia hasa pale wanapopata tatizo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Bibonyemu Malenga Claudine, mke wa marehemu RC na ambaye ni muhanga wa tukio hilo aliyebaki na majeraha makubwa ya risasi, amesema kuwa ilikuwa mida ya saa 1 usiku ndipo watu watatu, mmoja akishikilia silaha mkononi, waliwasili nyumbani kwake na kumfyatulia risasi yeye na mumewe ambaye alifariki papo hapo. Nasangirwa na mboka ule Makampanya ule. Yani bini ekilo yelo na vani mufula bani babimbotela. Oto mbamba kabasatu. Ba ando uyabi ino yela na barabara ya ule kanisa selpa donge bawato ai. Kisha bacho o tivi. Bara ule mwisho wa numba baimani. Umoto anya acho na maki misola. Nenda maki njage ne bali batu basatu na chubawa. Na kiba misola tena tatu shisola. Ewo ngewa na maki donge. Ewo ngasora buchichingana bi. Nina na mwana ani nana shakia wana makirungi taso abuchingana lungasukula mosasa bale ba abakya ba kemaki bana ya yeshi ichile kolo twawo ulebilibwa betwa bele na wanindo betwa bele na sibabila ambuka verba never bino mana ba ambaka basat bedela nenda tabaka lula ile nende batwa yelo bani mana uyo na maki sola ye na moni ne bolongiye baete ibasi chulo kyo lewa mnyama yibilo wete pundukyo mbele na bana na tena karibu tabana kyao beni mwete mwendo mwochoto yaka ini malizi eno nebo niyola tubito ekini yenda masasi pika wanilo ntakula ule kubate ngena pata lolana yayo pika ungo ukudu lolana ekanya yesu to bichosto kabila mungu longe ba pika ewe tabato ilonile abili ini ebito abino natenda no to ole anima na mana ya na eti yose ayokula ole bo inongita shipata makalami mana sasa ndani shimani andi mana shinabasha yani mana kulubanye oswatora ai akunde obi icho uma osoma matota yola ali apembea nomba ta ole mwaye na kwela bo abinda ichulunga pika lingi sasa mwiku ayela mpaka mbalabala piki sasa lungi mbalabala. Upande mwingine Bibonyemu Malenga Claudine amesema kuwa kisha kupata fahamu kwa muda alipiga makelele ya kuomba msaada kwa watu waliokuwa wakipita barabarani. Inani vile vya kuichile sana tenga nanonge sasa lula lo baba lo chibuzine ntema we rubiri kubu nalala umangu mungu ayombiula na vyo nangu itendele batu mbalabala nalola aveni muimbalabala baki aura musakoso ya kolo ashimulugo omboka wa aveni ngimango masase bale becho tukiambelele twa aveni tabalo ema ipachu lelo bilo bana piga mtu masase bana uwa batu hapa bana uwa batu na bamotena mepembe na motena miswaini batu bashijwa ni chuvunda ine batiangene moto imucho ule ukapoka ni yao ni amba ine wa kwanza ni yoko kumambaka tulimu yana nakayo ngale mpanga yao ashijwa bundino numa tatu mpaka ule. Sasa wakati bibalo bapika masasi halia ukiona mpanga itabile wala tawabile batu betu babele no tabile ntu betu babele tu ta ule marumbano mwenu familia mango ule ngio kio chileo ini yange kushikingi na tena vile ndumba kashilo techo mke ashilo mole na akikonfri on teme eta betu bibyo bina babibi lakini ni marumbano mwetu mfamii shikem ama wetu ino wanaona bocho hiyo shikem
Mwishowe mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive ndani ya mji wa Baraka Bwana Albert Tunda Maisha amelaani vya kutosha kitendo hicho na kuomba vitengo vya usalama kuvalia njuga swala hilo. Sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kuhuzunika kulingana na kazi ambayo tunaendelea kufanya na viongozi wa wazalendo, viongozi wa serikali, yani Conseil de Sécurité, Police, FARDC, DGM, ANR na Parquet. Kwa leo inaweza fikia hali kama ile. Ni huzuni sana kwa sababu tunategemea kwamba wanatumika kazi, japokuwa mahitilafu ambayo tuko naomba kila wakati ifanyiziwe kazi. Tumelaani kitendo kama kile kia kuwa watu mapema, na tunaomba na wazalendo na serikali nzima na raia tushirikiane kwa kupiganisha ile hali ambayo inaleta hali ya wasiwasi sana. Tuwe chonjo kuangalia nani ambayo anapenda kutingiza usalama. Silaha zimetawanika sana na makonflikti ziko nyingi. Kwa hiyo sisi ni kuomba meya wa jiji kwa muda afanye kazi kubwa, viongozi wa wazalendo wafanye kazi kubwa, na maservisi ingine ya security fanye kazi kubwa, wawe pamoja na raia. Tukumbushe kuwa si mara ya kwanza vitendo kama na hivi kutokea katika mji wa Baraka, na ambako sababu kubwa ya visa hivyo inaendelea kubaki sio julikana, na walifu wa visa hivyo hawajabahatika kunaswa na vyombo vya sheria. Na huko Uvira ni kwamba mtu mmoja amefariki dunia kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa kucha siku ya Jumatatu ya wiki tunayo katika kata la Kalundu mjini Uvira, ambako chanzo cha kifo chake bado kujulikana mpaka sasa. Katika mazungumzo na TV yako, Bwana Emmanuel Abedi, mratibu wa machozi ya raia mjini Uvira, ametaja kulaani vikali kitendo hicho, huku akiomba kwa serikali kufanya uchunguzi wa kina ili walifu wapatikane na kujibu mbele ya sheria. Ni habari ya kweli. Mtu mmoja ameuliwa pale kata Kalundu Mkarigo, bali kunyuma kidogo yenye mkutanisha ya kompea masasi hapo hapo. Masai masiramu Uvira siko sawa ile mabiki, kila mtu katembea na sirao na tepaki ile vrai que le faux. Na sasa sai hizi ni kukwambia sema ni kitu gani. Na forfu na ndio watu kutumika wakuu viongozi waangalie tapota kama wale na yaya wenye walifanya ile mguruguru wakamatiwe na tuyo kiasi yete vraiment na base ya kulua kwa papa kadudu kijogo ugonjole. Pour le moment ni ngumu sana kwa sababu tangu sasa anza alerte que ya deja wanaoliwa mchana vile usiku. Niko na timala kuelezea kama ndo hawa wangaza sasa matiwa kunyana tatizo. Sasa ndio kwa après kufanya ile fokea wakaivade donc wakapotea ma destination inconnue. On se passe dans l'ouest ou à l'ouest, mais néanmoins disparaît, posté disparaît. Si l'intervention est arrivée, alors il va commettre les forfaits. Bon, pourquoi déjà va faire des pires, des gens encore ma destination. Na weza kuwa mwile chance, mais pas tout à fait parce qu'au moins, ingine iko kwa sababu ya conflit familiaux, mtu anauliwa kwa sababu hapatani na familia au wanamuula kwa sababu peut-être mambo ya urithi. Donc kuna probabilité mingi sana. Donc haiko tu kwa jina age ki wanayokuwa susonea ile sosia hapana, no. Ni amwele za kwa mtanzu si collaboration entre ba membres familiers, parce que mwenye kupeni yote atakusiple. Parce que kama watu wa mingi kama tu bien na baba la rache maisha là veut dire quelque part aussi il y a des tests jusqu'à présent mkasema kweli wala civil. Kwa tu kama vile machozi ya raia tunasema kama kukotea serikali kwa faiblesse. Wakati serikali na serikali wanagombana, cela veut dire quelque part huko mauvaise collaboration. Wakati wanafikia mzalendo na FARDC wanagombana, quelque part wanaderupe mission hapo. Donc à notre niveau tunasema kama serikali prima faiblesse za mingi sana, na notre niveau tunapaswa kama kujisimua balamuki buke nasema maisha zingali zinatembea, parce que ukiangalia tambanza watu mwingi wa Uvira ndio inakuwa kama Uvira iko tena nafasi ya kuishi kwa ayer Burundi, Fizi, Kalemi ayer. Na huko Mikenge ni kwamba droni za kivita za jeshi la taifa FARDC zimedondosha mabomu katika kona zimoja za kijiji cha Mikenge sekta Itombwe tarafani Mwenga kinachozibitiwa na waasi wa M23. Kwa jambo hilo, notable Andre Bya Dunia Mashaka ametaja kutokurizika na mashambulizi hayo ya angani. Taarifa tunazo ni kwamba mchana wa siku ya kwanza hii droni za kijeshi za FARDC zimeshambulia position ya AFC M23. Wakati hayo ya kijiri, Andre Bya Dunia ameonyesha mtazamo wake juu ya mtindo huo mpya wa jeshi la taifa FARDC. Nilikuwa napenda kwanza watu yote tukamate avi moya. Sijui kama watu yote wiko na avi moja na mie ke tuko muvita.
nous sommes dans une guerre yenye haifanani yenye tulivivre wakati ya RCD na CNDP, metuko muvita ingine maintenant ya tuko tunapigana na nchi zingine. Inatuomba determination, inatuomba tupate viongozi ambao wanakubali kujisakrifie kufa kwa ajili ya nchi. Inatuomba tupate wanajeshi ambao si wa commerçant, si wa churuzi, me tupate wanajeshi ambao wanajua kwamba niliitika kuprete serment ke nitakufa juu ya nchi. Me hapana wanajeshi ambao wako na makabare magari mbarabara, iko naogopa nyumba yake sikie kuanguka, umwaji tokee adua ingie bonema bila probleme, kisha bakie kutudanganya ke tuko tunabombarder. Tulibapiga sana, kubapiga sana mabombardement haitusaidie kitu par le fait que hamukamati eneo Nzibira. C'était la même chose, banapiga mabombe banapiga, mais depuis dimanche la semaine passée njo M23 iko mweneo na leo iko ina avancer, même si bazalendo biko déterminé kubarudisha à tout prix. Mikenge hiyo tuko na habari kwa balipiga, mais balipiga eske balikamata? Vita ni infanterie inapigana, inaona imeshindwa, inasema munitumie renfort, munitumie secours inisaidie kupiga kwa eneo fulani, parce que zile madrone zinakiaga na GPS zina cible zinapiga, infanterie na avancer. Mais kupiga tu bila kuavancer ni kama kupoteza wakati bure. Mwisho Andre Bya Dunia ameomba kwa serikali kubadili mtindo wa vita. Na ningependa tu kusema ya kwamba serikali vraiment responsable. Watu walisha choka, tunachoka, Rose na choka bila kukamata maeneo, bila kurekipere maeneo. Serikali inakuwa kama ambayo iko natupotezea wakati. Donc bila vya kupiga na kurudia, d'ailleurs unaweza kuta kwa yuko napiga pourquoi pas ba civil abaweza kuwa ba victime, bapige na infanterie kwa chini kwa kurekipere maeneo. Mais bila vile ndio wanataka ma action de charme, donc bako watupitisha kwa kitambala kumacho tuone kwamba wanafanya kazi alors que hakuna lolote ambao wanafanya. Donc tuko na besoin ma action concrète, kupiga na kukamata. Mais kupiga na mnarudia, enemy iko pale tu. Hata wanaweza kupotea wangapi, watahesabia mamoro, wanazika, wanasema tu avancer, parce que banakuwa na slogan yabo, umoja atakufa, wawili watakufa, lakini watatu watakomboa nchi. Messi vile habiko mkichwa yetu, alors que tuko tunapenda tubitie maintenant mkichwa ba Congolais que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons que la RDC, na tunapaswa kufa. Mais tutakufa, nani atatuaccompagner? Est-ce que serikali iko na sie? Ndio kesho kubwa hili. Tumalizie na huko Kilembwe ambako wafanya biashara ndani ya sekta Lulenge pa Kilembwe wanalama juu ya makundi ya wazalendo kule kuheshimu mapatano ya tozo ya kivita au effort de guerre katika lugha ya Kifaransa waliokubaliana siku zilizopita ndani ya kijiji cha Kilembwe. Kwa mujibu wa moja kati ya wafanyabiashara tuliozungumza nao toka Kilembwe kwenye laini ya simu ya TV yako, wameonyesha kuwa kwa sasa tozo ya effort de guerre iliyokuwa inatolewa kwa pesa 1500 za Kongo imepanda hadi kwenye pesa 10,000, jambo ambalo wanadai ni unyanyasaji mtupu. Ndio habari sio uongo, lakini kuna nusu ya ukweli. Sababu effort de guerre tunajua raisa nani CNPSC na kuwa na batalizateur baki mu service yote sawa vile serikali yetu ndio nao wanapele ma service yao ndio kupitia ile ndio wanapita kwa wanalipisha nao ile zile jeto zao effort de guerre. Ndio ilikuwa wakati ma service yao inakuya inapitia ku autorite ama chef de secteur ana approuvé, alors si hakuna la ya kukanusha. Wakati serikali iliwakubalia, basi na si ilikuwa tu tunegocier mu niveau yetu, ni vile process tulipitia. Inakuwa siku liko nalipisha ile zile taxes zao, basi muongozo tushie tu kupale kwa kunegocier, hatuwezi enda na serikali. Wakati serikali ilishawapatia privilege ya kufanya kila kitu, sio ni kunegocier. Sasa wanakuwa na pindukia, sababu utakutana wanapandisha oli zile jeto zao za 5,000 wanakuwa 10,000 fasi zima. Kuona sasa vile kugandamiza ni ile tu, na kuona dunia ya leo ukainuka na shie wachuruzi ndio wanakuwa wa kwanza kuomba. Inabidi tu tuna negotiate. Hakuna service yenye haitumike baba, hakuna service yenye haitumike ya serikali na wakie variable yao na wakie variable, isipokuwa tu soile tozo ya muno msoko ule uchakula ndio serikali ilipapatia na itaki ya franga yote na wakie variable. Hakuna service yenye haitumike sawa na kawaida. Huko kuna makundi mbalimbali ya wazalendo. Je, wanafanya hiyo effort de guerre yao hivyo pamoja au kila kundi inakuwa inatoza effort de guerre yake kwa wachuuzi? Kiongozi,
sawa vile mule msoko juu ya ile chakula na mboga. Tuna vikundi karibuni vitatu, CNPSC, Jeunesse, Autodefense, wanajipanga mu masoko. Hapana Maturu, hapa Ituru, soko nyingine hapa napita ni vile wanajipanga. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Na samini wewe ambao unaendelea kutusikiliza kila wakati. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Usisahau kulike, kushare na subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Fizi News 24, Fizi News 24, média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24, Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.